Julai 19 ambao ni leo, kunaenda kuwa na mkusanyiko wa sayari 4 at 4 degrees ambazo zinaenda kuleta mabadiliko makubwa ardhini, na hivi ndio ita affect kila sign. Ila before niendelee, jua sayari hizi ni hii: kuna Jupiter ikiwa in Leo at 4 degrees, kuna Uranus itakuwa in Gemini at 4 degrees, kuna Pluto ikiwa in Aquarius at 4 degrees, na kuna Neptune ikiwa in Aries at 4 degrees. Hii inaenda kuleta mabadiliko makubwa katika jamii, maana mfumo wa kale ambao umekuwa unafatiliziwa katika jamii, ambao umekuwa unaleta nini, hauleti usawa, unapata unaanguka. So kunaenda kuwa na mwamko mpya katika jamii, kunaenda kuwa na watu ama viongozi ambao wanaenda kusimama kwa nguvu zao kuu za rohoni, wataweza kuongoza kupitia nguvu zao kuu. Ama wakati wa energy hizi zikiwa zina play kwenye anga, utapata inaondoa wewe wakali. Yani kama umekuwa unakaa katika mfumo wa kale, unakaa jinsi watu wanavyotaka ukae, wakati huu utapata hiyo mifumo inakatika ili ukae kwa wewe originali. Wakati huu kunaenda kuwa na mafanikio makubwa kupitia maongezi. Utapata kuna ideas nyingi ambazo zinakuja katika anga yako. Unataka ubuni vitu, unataka unene hiki, unene vitu fulani. Kunaenda kuwa pia na breakthrough haswa katika masuala ya ubunifu. Wakati huu kusimama kwa originality, wewe utapata unapenya. So kunaenda kuwa na mabadiliko makubwa haswa katika jamii, maana sayari hizi ambazo ni Pluto, Uranus, Neptune huwa ni outer planets. Huwa unapata zikiwa kwa mfumo mmoja, kwa sababu huwa zinasimamia generational nzima. Unapata kama kwa mfano mtu amezaliwa tuseme kama ni 1990, unapata Pluto itakuwa kwa kila mtu. Kama ilikuwa ni Sagittarius, utapata kila mtu ni Pluto itakuwa ni Sagittarius. So mabadiliko yakija si kwako tu, kwa kila mtu. So hizi ni outer planets, na zikiwa zinasimama kwenye ninio moja, alignment moja, unapata zinaleta mabadiliko si kwa mtu tu, bali kwa ardhi, kwenye anga ya ardhi hii. So unapata kuna mabadiliko si kwa mtu tu binafsi, bali pia kwa jamii as a whole. Kumbuka Aquarius inasimamia nini? Masuala ya jamii, vikundi, marafiki, malengo ya muda mrefu. So kunaenda kuwa na mabadiliko makubwa haswa katika sekta hiyo, maana Pluto inasimamia nini? Mabadiliko. Uranus nayo ikiwa in Gemini inaenda kubadilisha jinsi watu wanavyofikiria na kunena. Inaenda kubadilisha mifumo ya vile watu walikuwa wanavyoongea. Mtu anaongea kwa ajili ya kutaka kukubalika na watu. Yani unaongea tu, unaona ukiongea hivi utachoma watu ama utafanya ABCD. Kunaenda kuwa na mabadiliko makubwa ya jinsi watu wanavyonena ama kusema. Neptune ikiwa in Aries. Kumbuka Aries inasimamia nini? Umimi, identity yako. So wakati huu utapata kama umekuwa unakaa kwa wewe wakale, ama wewe ambaye unaperformia watu, ukae kwa wewe originali, utapata vitu vyovyote ambavyo vimeingia kwenye maisha yako ambavyo si ya wewe originali vinaisha, ili wewe uinuke, yule wa ndani ujiunganishe naye upate kuinuka kwenye nguvu zako. Jupiter ikiwa in Leo, unapata inaleta upanuzi haswa katika masuala ya ubunifu, ila ubunifu wako unatoka kwa wewe originali. Wakati huu watu watakuwa na ujasiri sana wa kuongelelea vitu ambavyo wanahisi na vitu ambavyo unapata inatoka ndani mwake, yani authentic original self. So kunaenda kuwa na mabadiliko makubwa. Ukiona vitu vinakwama, ama ukiona kuna mambo yanaingia kwenye maisha yako, hii ni wakati wa kuachilia na kupata pia kufanya nini? Kukubali vile ambavyo vinaingia, maana vinaleta mabadiliko si kwako tu, bali pia kwa ardhi hii. So ninaenda kunena kuanzia Aries mpaka Pisces, jinsi itakavyokuwa ina affect kila sign, na ni vitu gani unafaa kuachilia, na ni vitu gani ambavyo vitakuwa vinaingia kwenye maisha yako. I hope umenielewa vyema. Aries itakuwa kwa nyumba yako ya kwanza, nyumba yako ya tatu, nyumba yako ya tano na nyumba yako ya 11. Mabadiliko ambayo yanaenda kuja wakati huu, utasimama kwenye nguvu yako kuu, utapata identity yako inabadilika. Kama umekuwa unakaa jinsi watu wametaka ukae, utapata wakati huu unaachilia hiyo. Wakati huu utaanza kusimama kwenye ujasiri wako, utaanza kujitegemea mwenyewe, utaanza pia maongezi yako yatabadilika. Wakati huu utakuwa unabuni vitu ambavyo vinatoka ndani kwa wewe originali, si vile watu umezoea kufuata vya watu ama unaangalia vya watu, hapana. So inaenda kubonga nyumba yako ya identity yako, nyumba yako ya maongezi, nyumba yako ya ubunifu na nyumba yako ya marafiki. Wakati huu utapata pia kuna marafiki wanaondoka kwenye maisha yako, na kuna wengine ambao wanaingia kwenye njia zako. Jaribu kuachilia people please watu, ama kungangania zile projects za kitambo, ama unataka
kila mtu akuone, yani sasa ni wewe tu, yani ukae vile watu wanavyotaka uenende. Simama kwenye nguvu yako kuu, simama kwenye nguvu yako ya uongozi, maana wewe umepewa nguvu ya kuongoza kupitia utofauti wako. Simama kwenye hiyo nguvu yako, wakati huu utapata unapenya. Taurus itakuwa kwa nyumba yako ya 12, nyumba yako ya pili, nyumba yako ya 4 na nyumba yako ya 10. Wakati huu kunaenda kuwa na mabadiliko makubwa haswa katika masuala ya rohoni. Kunaenda kuwa pia na mabadiliko ya vile ulikuwa unaingiza hela yako ama kazi ambazo ulikuwa unazifanya. Unaweza kupata pia fedha inaingia wakati huu. Unaweza kupata pia mambo na nyumbani kunakuwa na mabadiliko. Unaweza kupata pia unabadilisha maybe kazi zako wakati huu. Wakati huu utapata vile ulikuwa unajulikana kwenye kazi zako. Alikuwa ni mtu wa hii, alikuwa anaenda kwa njia hii, inabadilika wakati huu. Wakati huu unaweza kupata wengine wanaanzisha kazi zao kando, yani side hustle, vitu kama hivyo. Ila jaribu kuachilia uoga wa kujitanguliza ama uoga wa kujianzishia vitu ama zile imani za kale ya kuwa mimi sina thamani ama nisipofanya hivi sitathaminika, ama una attachment kuhusu masuala ya nyumbani, umejiattach kwa vitu fulani fulani ambavyo vinadidimisha nguvu yako. Gemini itakuwa kwa nyumba yako ya kwanza, nyumba yako ya tatu, nyumba yako ya tano na nyumba yako ya 11. Mabadiliko ambayo yanaenda kukuja wakati huu, utapata identity yako inaenda kubadilika. Vile ulikuwa unaonekana wewe wa kale utapata inabadilika hiyo. Wakati huu utapata pia maongezi yako yanabadilika. Wakati huu pia utapata watu ambao ulikuwa unajiunganisha nao, marafiki, ama unapata vitu ambavyo walikuwa wanapenda kwako kwenye jamii. Utapata wakati huu kuna watu wanaona kwa sababu amebadilika tena hatuvipati, wanakuondokea. Wakati huu jaribu kuachilia vikundi, marafiki, mahusiano ambayo hayana mwelekeo. Walikuja kwenye maisha yako kwa sababu ya vitu ambavyo uko navyo. Jaribu kuachilia patterns zote ama tabia yoyote ambazo umefuatilizia ambazo zinadidimisha nguvu yako. Cancer itakuwa kwa nyumba yako ya 12, nyumba yako ya pili, nyumba yako ya 4 na nyumba yako ya 10. Mabadiliko ambayo yanakuja, unaenda kuinuka kiroho. Hapa ndio utapata watu wana vipawa, talanta za rohoni. Wakati huu unaweza kupata pia masuala ya nyumbani yanabadilika, patterns, zile patterns, generational traumas, vitu vyote vile utapata uachilie. Wakati huu unaenda pia kubadilisha masuala yako ya kazi. Vile ulikuwa unaonekana kikazi, si vile utaonekana tena. Aidha unaweza kusimama kwenye nguvu yako kuu, ukaanza kuongoza watu, ama ukapata promotion, ama ukajianzishia kazi yako kando. Jaribu kuachilia vifungo vya kale ambavyo umevishikilia ndani ya moyo wako, ama attachments zote kuhusu vitu ambavyo umevizoea. So unapata ukiachilia, itakuwa ni ngumu, mimi sitaenda kwenye njia hii, ama unataka control kila kitu kikazi, achilia hiyo. Leo itakuwa kwa nyumba yako ya kwanza, nyumba yako ya tatu, nyumba yako ya tano na nyumba yako ya 11. Mabadiliko ambayo yanaenda kuja wakati huu, utapata identity yako, jinsi ulikuwa kama ulikuwa kujiongelelea ni ngumu, unapata wakati huu utasimama kwenye nguvu zako, utajiongelea vile unavyotaka kujiexpress. Wakati huu pia utapata marafiki, vikundi ama vitu ambavyo ulikuwa unaenda kwa sababu ya watu, utapata unaachilia. Wakati huu unaweza kupata na marafiki ambao wanaendana na wewe. Wakati huu unaweza kupata pia vitu ambavyo vinaendana na nguvu yako, si vile umekuwa unakaa jinsi watu wanataka ukae. Jupiter inaenda kuexpand nyumba yako kuhusu nini? Ubunifu wako, vitu ambavyo utakuwa unabuni. Utapata ideas zako zinatoka originali kwako wewe mwenyewe, wewe wa ndani. Jaribu kuachilia kufanya vitu kwa ajili ya majivuno ama kutaka kuambia uko sawa kila wakati, ama urafiki na watu ambao walipitwa na wakati. Yani mtu anakuja kwenye maisha yako kwa ajili ya kupokea kitu fulani na kumbe si hata mtu mwenye utakaa naye eti rafiki wa kweli, ama uoga kuonekana mbele za watu. Virgo itakuwa kwa nyumba yako ya 12, ya pili, ya 4 na 10. Mabadiliko ambayo yanaenda kuja wakati huu unaenda kuponya vile vitu ambavyo umekuwa unavikwamisha ndani. Yule malaika wa ndani unaenda kupata uponyaji ndani. Kunaenda kuwa pia na mabadiliko katika masuala ya kazi zako. Pia fedha yako vile ilikuwa inaingia, kama ilikuwa inaingia kwenye njia ambayo haifai wewe, utapata unaachilia njia hiyo ili ujiunganishe kwenye njia ambayo inaendana na wewe. Ama wengine kama mlikuwa mnacharge watu hela ambayo haiendani na thamani yako, utapata wakati huu unaanza kucharge, mimi ni wa hela hii, nataka 100,000, nataka 10,000. Utapata pia mabadiliko yanaingia kwenye mazingira yako ya kufanya kazi. Jaribu kuachilia kuperfect vitu, jaribu kuachilia kunung'unika, kukwasika, kujiona hufai. Jaribu kuachilia vitu vyote vifiche ambavyo umekuwa unavifanya ambavyo vinafunga wewe wa ndani, ama kufuatilizia kazi ambazo haziendani na wewe, ama mazingira ya kazi ambayo haiendani na wewe. Libra itakuwa kwa nyumba yako ya kwanza, ya tatu, ya tano na ya 11. Mabadiliko ambayo yanaenda kuja wakati huu, utapata mabadiliko makubwa katika jamii. Utapata unajiconnect na watu ambao wanafaa. Imani yako pia utapata inabadilika kwa njia moja ama nyingine. Maongezi yako yanabadilika, ubunifu wako unabadilika, vile una network na watu pia utapata wakati huu kunakuwa na mabadiliko makubwa. Marafiki wanaenda kuingia kwenye maisha yako, maongezi yako yanaenda kubadilika. Wakati huu vile umekuwa unabuni vitu itabadilika, identity yako pia itabadilika wakati huu. Jaribu kuachilia
kuachilia watu ambao wanafunga energy yako. Either ni marafiki ambao mnafanya kazi nao ama wanakudipendia sana, ni kama wewe ndio sasa chuma ulete. Na uoga kuongea kile ambacho unahisi, jaribu kuachilia hiyo. Scorpio itakuwa kwa nyumba yako ya 12, ya pili, ya 4 na 10. Mabadiliko ambayo yanaenda kukuja wakati huu, unaenda kupata mabadiliko haswa ndani mwako, unaenda pia kupata mabadiliko kwa watu ambao ulikuwa unafanya kazi nao, pia katika mahusiano na pia katika masuala ya kazi na mambo ya nyumbani. Aidha unaweza kuanzisha kazi mpya ama unaweza anza kuchaji hela ambayo inaendana na thamani yako. Pia unaenda kuinuka kiroho wakati huu. Pia unaweza kupata kazi yako, aidha unapromotiwa ama unasimama kwenye nguvu yako kuu na unapata kuingia katika kazi za uongozi. Jaribu kuachilia kucontrol vitu ama kuogopa kuitisha hela ama kufanya vitu ambavyo vinaendana na thamani yako. Jaribu pia kuachilia zile vifungo vya kale, maumivu ya vitu ambavyo watu walikuambia, walikufanyia, ambavyo vimefunga yule malaika wa ndani. Sagittarius itakuwa kwa nyumba yako ya kwanza, ya 3, ya 5 na 11. Kumbuka naongelelea rising sign. So mabadiliko ambayo yanaenda kuja, unaenda kupata Sagittarius itakuwa kwa nyumba yako ya kwanza, nyumba yako ya 9, nyumba yako ya 7, nyumba yako ya 5 na nyumba yako ya 3. Mabadiliko ambayo yanaenda kuja wakati huu, unaenda kupata mabadiliko katika identity yako, katika pia masuala na mahusiano yako, unaenda pia kupata mabadiliko katika masuala na ubunifu wako na maongezi yako. Wakati huu utapata kunakuwa na upanuzi haswa katika haswa katika masuala ya mahusiano yako, watu ambao una partner nao, malengo yako. Jaribu kuachilia kujiunganisha na watu kwa ajili tu ya kuonekana niko kwenye mahusiano ama uoga wa kukaa kwenye hiyo long term relationship. Unaona mimi hapa nikikaa naona kama nimefungwa. Jaribu kuachilia hiyo. Capricorn itakuwa kwa nyumba yako ya 12, nyumba yako ya pili, nyumba yako ya 4 na nyumba yako ya 10. Mabadiliko ambayo yanaenda kuja wakati huu, kunaenda kuwa na mabadiliko katika masuala ya daily routines zako, pia kunaenda kuwa na masuala mabadiliko katika imani yako, kunaenda kuwa pia na mabadiliko katika njia zako za kazi, na pia kunaenda kuwa na mabadiliko makubwa hasa katika fedha zako. Jaribu kuachilia vitu ambavyo umekuwa unazibebesha sana, mizigo mingi kazini, basi nikijituma sana ndio nitatoboa, ama routines zozote ambazo zimekuwa zinakufungia wewe kusimama kwenye nguvu zako, ama pressure kutoka kwa jamii ambayo haiendani na wewe ama purpose yako. Aquarius itakuwa kwa nyumba yako ya kwanza, nyumba yako ya 3, nyumba yako ya 5 na nyumba yako ya 11. Mabadiliko ambayo yanaenda kuja wakati huu, kunaenda kuwa na mabadiliko katika identity yako, kunaenda kuwa na mabadiliko katika ubunifu wako, katika masuala ya mahusiano yako, pia katika masuala ya jamii. Jaribu kuachilia wewe wa kale, jaribu kuachilia uoga wa mabadiliko, jaribu kuachilia vile jamii inavyotaka ukae. Pisces itakuwa kwa nyumba yako ya 12, nyumba yako ya pili, nyumba yako ya 4 na nyumba yako ya 6. Mabadiliko ambayo yanaenda kuja, kunaenda kuwa na mabadiliko makubwa katika masuala ya rohoni, masuala ya nyumbani, kunaenda kuwa pia na mabadiliko makubwa katika daily routines zako. So jaribu kuachilia generational traumas ama generational burdens ama unakaa tu mimi kwa sababu nilifanyiwa hivi, kuachilia imekuwa ni ngumu. Kama unakaa katika illusions kuhusu identity yako ama kutoweka mipaka na watu, alafu ukikosewa ndio wa kwanza kunung'unika na kulia. I hope umenielewa vyema.